Wafasi wapenzi wapendelevu wa lugha tukufu pia bora la Kiswahili, salamu na baraka Mwenyezi Mungu iwafikie nyumbani kwenu popote mnapopatikana. Ukarasa habari tutafungua kuwajulisha kwamba leo ni tarehe 13 Aprili, siku nchini Kongo kumesherekewa siku kubwa ya maadibisho. Ni siku ambao wengi wamefikiri kuangalia namna gani kuendesha mambo masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutarudilia habari hiyo baadaye kwa kirefu. Tutaweza hivi kuwajulisha kwamba aliweza hivi kutembelea jana hapa udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni rais wa nchi ya Guinea Bissau Jemadari Embalo, ambaye aliweza hivi kuwapo na mazungumzo na mwenziwe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele waandishi gazeti walitoa mwangazo ya mahusiano. Rais wa nchi ya Guinea Bissau Jemadari Umaro Sissoco Embalo amehitimisha ziara yake aliyoendesha mjini Kinshasa. Jemadari Umaro Sissoco amesema kuridhika na ziara aliyoendesha, huku akijulisha ya kwamba hali ya ushirikiano kati ya nchi yake ya Guinea Bissau na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nzuri zaidi. Amemshukuru rais mwenzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo hasa zaidi kwa tuzo alilotolewa la kuwa shujaa kama vile Kabila Lumumba. Jemadari Umaro Sissoco ameahidi kutoa mchango wake katika kuboreshwa kwa amani pote barani Afrika kwa ujumla, kwa upekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amependelea ushirikiano kati ya nchi ya Kongo na Guinea Bissau iboreshwe zaidi na zaidi. Amefika mwishoni ya ziara ya muhula kazi kama vile balozi wa Swiss katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio aliweza hivi kwenda kukutana na rais wa Jamhuri kwa ajili ya kumwaga rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ilikuwa namna ya kufanya hesabu ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Swiss. Mbele ya waandishi gazeti, balozi wa nchi ya Swiss kaweza hivi kuhesabu kazi kubwa ambao kaweza hivi kufanya kwa kukaza mahusiano kati ya nchi mbili. Akakumbusha matembezi ya kazi ya rais wa nchi ya Swiss katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka 2023, vile vile kuhusika na mambo za ugomvi kupitikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kajulisha kwamba nchi ya Swiss imetegemea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuona amani pia ukimya. Aliweza hivi kuhesabu kuhusu miradi mbalimbali ya maunganisho kati ya nchi mbili, kuhusika na mahusiano, vile vile kuelekea kazi kubwa. Yote hiyo yaliweza hivi kuangaliliwa katika mkutano huo. Leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jueni ya kwamba yamesherekea siku kubwa nchini yanahusika na mambo za masomo ama enseignement. Ndio ni siku kubwa ambayo yameruhusu kwa wengi kuweza hivi kufikiri kuelekea mambo mengi za masomo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tufuate. Kulishirikiwa pote nchini siku ya 3 tarehe 13 April, siku kuu nchini ya elimu. Kulingana na hali ya vita inayokabili eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna sherehe yote iliyoandaliwa kama alivyoomba waziri wa taifa anayehusika na maadibisho Bibi Raissa Malu Dinanga. Kupitia tangazo la katibu mkuu wa maadibisho, waziri wa taifa anayehusika na maadibisho amejulisha ya kwamba hali ya usalama si shwari nchini, hasa zaidi katika eneo la mashariki ambapo wanafunzi hawaendi shule kutokana na mizozo ya kivita. Kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya kitaifa ya elimu, waziri wa maadibisho Raissa Malu ameomba walimu kushirikiana. Anaomba pia kwa viongozi wa shule kuandaa shughuli mbalimbali za kitamaduni ili kuipa thamani sikukuu hiyo ya elimu.
kuona kwamba waziri makamu anayehusika na mambo za sheria memba chama cha CRD ya Mbwasa ya bwana Christophe Mboso Kodiapwanga ndio bwana Samuel Mbemba Kabuya ambaye kafika katika mtaa Kasongolunda huko aliweza hivi kupokelewa na shangwe kubwa wa sultani wa asili. Umati wa watu ndio matembezi yaliyomruhusu kuwa na mkutano mkubwa mbele ya wanaraia ambao waliweza hivi kuwapo wengi zaidi. Bwana Samuel Mbemba Kabuya alifaidia kwa ajili ya kuwasikilisha wanaraia kuhusu kazi kubwa rais wa jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amejitolea nayo ya kuweza hivi kushimika amani na ukimya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliweza vile vile kuhakikisha raia kuhusu agizo ya majengo ya kazi kubwa ya gereza huko Kasongolunda na vile vile kaweza hivi kutumika kufatana na agizo ya kazi kubwa kufanyika kwa ajili ya kutengeneza njia mbalimbali. Alialika raia kubaki nyuma ya rais wa jamhuri katika kazi kubwa ambaye ameendelea hivi kujitolea nayo kuhusu ujenzi, amani na ukimya. Alifanya ziara kubwa ya kazi kwa ajili ya kuwategemea wale wanaraia kufatana na magumu ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mke wa rais Bibi Denis Nyakeru Tshisekedi ambaye tangu jana alifika mjini Bujumbura nchini Burundi, ambako kupitia uwanja ndege kaweza hivi kupokelewa na viongozi ambao huko ni ziara kazi anayofanya kwa ajili ya kwenda kukutana na wakimbizi wa Kongomani kupatikana nchini Burundi ambao wamehama kufatana na hali ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufatana na kalendari ya kazi ya Bibi Denis Nyakeru Tshisekedi ni ya kutembelea wakimbizi kupatikana kunako kampi ya Musenyi katika jimbo Rotana. Huko wakimbizi 1018 wamepatikana huko kupitia muungano kuwa na jina lake kuweza hivi kuangalia kuwasaidia na vile vile namna kawaida kuwategemea kulingana na magumu kuwapata. Katika jimbo la Otuele, bila shaka kujulisha kwamba baada ya ziara kazi aliyofanya hapa mjini Kinshasa, liwali wa jimbo la Otuele bwana Jean Bakomito kaweza hivi kurudi mjini Isiro. Ilikuwa ni siku ya Mungu tarehe 27 April. Bwana Jean Bakomito Ngabu kaweza hivi kupokelewa na liwali makamu bwana Christophe Dara Matata, pia wanamemba wengine wa serikali. Ndio ilikuwa zamu kunako uwanja ndege ya Isiro kuita Matari, ambako aliweza hivi kupokelewa na wanamemba wengi wa chama cha mkubwa ya Union Sacrée. Bwana Jean Bakomito aliweza hivi kuwaripotia kuhusu ziara kazi aliyefanya hapo mjini Kinshasa kwa tegemeo la rais wa jamhuri, matembezi yaliyomruhusu kuwa katika mikutano mbalimbali na kuweza hivi kuomba wanaraia kuweza hivi kuwa na roho baridi. Amerudi na vifaa mbalimbali vya kutengeneza kilalo na vile vile kaweza hivi kuwaomba wote kwa mafikiri mamoja kubaki nyuma ya rais wa jamhuri. Katika jimbo la Kasai zaidi mjini Chikapa kuweza hivi kujulisha kwamba mlinda pesa kunako bunge la Chikapa Mheshimiwa Malemu ambaye aliweza hivi kuwapo katika mkutano mkubwa. Kwa ishara hiyo tuweze hivi kufata. Mlinda zima ofisi ya bunge jimboni Kasai, mbunge wa jimboni Solei Malengu aliakilisha wanabunge wote wa jimbo hilo, atoa mwito kwa raia wa Kasai kuwa umoja na kuwa wazalendo wenye kupenda nchi. Alitoa mwito huo wakati wa sherehe ya uhimizaji aliyoiandaa kwa faida ya vijana wa Chikapa. Mlinda zima wa ofisi hiyo ya bunge alipendelea kuona wakaji wa tarafa la Ilebo na Mweka kutoa mchango wao katika kutafuta amani jimboni humo.
Soleil Malingu aliomba wakaji wote wa Chikapa kuishi kwa umoja, kutupilia mbali maneno ya chuki. Ameomba pia kuwatega sikio wanasiasa wenye nia mbaya wanaopendelea kutenganisha watu, wakipanda chembe ya chuki ndani mwao. Ni lazima viongozi wa tarafa na mashirika ya serikali ya mahali yatoe mchango wao kwa ajili ya maendeleo ya tarafa, aliendelea kujulisha Mheshimiwa Soleil Malingu aliyemlinda hazina ofisi ya bunge jimboni Kasai. Vijana wao ndio jua kesho. Bwana Sokrate Mubengai, mlinda pesa kunako bunge la mji wa Kinshasa, ameshughulikia kwa ajili ya kuzungumza na vijana pitikana kunako mtaa Mongafula, mahali ambapo katika daraza kubwa parokia Mtakatifu Noel Moagali, ambako aliweza hivi kuwapo na vijana. Aliwazungumzia kuhusu kazi kubwa ya maendeleo. Ndio katika mazungumzo kaweza hivi kuwaomba vijana kuunga mkono kwa hali ya amani na ukimya, na kila moja kuweza hivi kufikiri vizuri zaidi kwa ajili ya kutunga hali ya maendeleo. Kaweza hivi kuwasikiliza kufatana na maulizo na majibu. Ndio Bwana Sokrate Mubengai ambaye kaweza hivi kualika wote na mafikiri mamoja, kila moja kufatana na ujuzi ambao wanayo kuweza hivi kutumika kwa ajili ya maendeleo. Vile vile mwanafunzi wa zamani ya masomo Cardinal Malula, Bwana Sokrate Mubengai kaweza hivi kualika wote kulingana tu na hali ya kazi, ni vizuri wategemee maendeleo. Kuhusu ingine mkutano ni wa mama ambaye wao waliweza hivi kufikiri na kuangalia kwa hali ya kazi kubwa ya mwanamke. Ndio Profa Inga Upanga Venance ambaye pamoja na wengine namna kuwasikilisha wa mama wa limaji kuhusu hali ya amani pia ukimya nchini, ndio yaliweza hivi kupangiwa na MONUSCO kulingana tu na ukomo kubwa ya haki ya mwezi ya wamama. Ndio wengi waliweza hivi kuchukua masemi, kati yao Bibi Inga Venance Upanga ambaye pamoja na wengine walisemea kuhusu tu kwa hali ya maendeleo kupitia kazi ya shamba na kazi ingine mbalimbali itainua uchumi. Yote hiyo katika mkutano huo walifikiri kuangalia namna gani kuweza hivi kusaidia kuhusu hali kubwa ambao itasaidia bila shaka maendeleo tokea mwanamke. Kufuatana tu kwa hali ya mambo kupitikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio waliweza hivi kuwapo katika moja mkutano mkubwa ni watangazaji wa Union Sacrée ambao waliweza hivi kujulisha wote kuwa katika umoja nyuma ya rais wa Jamhuri. Waliweza hivi kusifia kuhusu mikutano mbalimbali ya mazungumzo ambao yaliweza hivi kufanyika kwa mawazo ya kazi ya baba za taifa, na vile vile waliweza hivi kusifia kufatana na kazi kubwa ya kidiplomasia baba taifa amejitolea nayo kwa ajili ya kurudisha amani na ukimya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio wote wamesifia kufatana na mikataba mbalimbali. Kuhusu polisi, jueni kwamba askari polisi waliweza hivi kuwa katika moja mkutano mkubwa ya kuamsha dhamiri yao kuhusu utii ya kazi yaliongozwa na Colonel Seba Dondo ambaye aliweza hivi kualika wote wa askari polisi wa eneo ya Funa kwa ajili ya kutizama hali ya kazi yao. Alikumbusha kazi ya polisi ni ya kukinga watu na vitu vyao. Kazi kubwa ameendeshwa vile vile ya kumaliza swali ya kuluna na vile vile kutizama kuhusu hali ya usafi jinsi ametakiwa na viongozi kuwapo katika mkutano huo, kiongozi wa mtaa Bandalungwa pia viongozi wengine kuhusika na mahakama. Aliweza hivi kuomba askari polisi kutumika kazi ya kuwakinga watu na vitu vyao na vile vile kutumika kwa ajili ya kuweza hivi kumaliza swali ya watoto ambao wamefanya fujo kuitwa kuluna
kapiga mkono chini na kujulisha kwamba polisi itakomesha swali hiyo. Haya wafasi wapenzi, aksanti kwa wote. Habari hii imepiga nukta mwisho. Aksanti kwa wapendelevu wa RTNC. Kwa roho moja nimewalika kufuata tu televisheni ya Raia. Tout de suite,